Mimi mara mbili nimeona jini la kike pale. Siku moja bodaboda mmoja ameitwa mara mbili na hilo jini. Mimi nimeliona siku hiyo, nina gari yangu naendesha. Natoka kanisani. Hizi siku tunachelewa za ibada za nyuma hapo. Nimefika pale, niko speed naenda kuunga namna hii. Naona mtu anatembea, mdada na malingo kweli, kavaa hizi suruali fulani ndefu, viatu vina kisigino kirefu. Sijaona vizuri sasa. Nikashika breki kwenye ile baironi ili avuke apite. Lakini nashangaa huyu mtu anatembea kati ya barabara. Ni usiku, ni sawa, lakini magari yanapita, pikipiki zinapita, ila yuko kati ya barabara, kati. Hapo haya siongelee mambo ya Tanga wala Sumbawanga wala wapi. Msoma hii. Nikasimama, unajua akapiga hatua 3, akatembea kwa malingo hatua kama 3, 4, unajua akapotea mbele ya macho yangu katikati ya barabara. Nikawaza ni mimi peke yangu nimeona. Siku nyingine nilikuwa natembea bila gari, nilipanda pikipiki. Yule mwendesha pikipiki akaniambia, "Mtumishi, yeye ndio mnaomba Bwana ili eneo hili." Mara 2 nimeitwa hapa. Siku nyingine ilikuwa ni saa 5 usiku, nilikuwa sina hela, nikasema nitafutie za usiku. Nimefika hapo, nikaona mtu ananiita, "Boda!" Nikakurupuka. Nikakimbia. Nafika pale, aliyeniita boda simuoni, na nimemuona kabisa yuko kwenye taa, ananiita boda, anaenda kabisa, "Njoo." Yaani nampelekea hivi kama hivi, hadi mtu umefika unamuona mtu yule pale, unakuja kumpelekea mtu anatoweka. Anasema nilikimbia. Hapo juu hapo. Sasa wale vijana wazinzi, wale wanaume wazinzi, ni wangapi wamelala naye bila kujua ni jini? Halo? Jini anaweza akageuza huo mfuko kuwa gari. Ukapanda ndani, ukaona uko ndani ya V8. Kabisa unakula lala. Mwanaume unamuona na anavaa sura kabisa, anaweza akavaa sura ya mtu. Ndio maana mara nyingi tunashauriwa, ukiwa una macho ya rohoni, acha kuamini baadhi ya vitu kwa kumtazama aliye ndani ya kile kitu. Jini anaweza akavaa sura ya jirani yako, sura ya wala yako, sura ya mpenzi wako, akatengeneza kiti kama hicho kikawa gari au kobe. Akaligeuza kobe likawa gari, alafu akaja mpaka pale akwambia, "Mpenzi, njoo twende. Umetembea sana, njoo twende." Na wewe bila akili ukaingia mle ndani. Kumbe ni jini na umepanda ndani ya kobe. Kaenda. Ukashangaa kakushusha mahali na akili imeyuka kabisa. Yaani unakuwa unaishi ujielewi. Unajua ngoja nikwambie, unajua kuna mtu anaishi na hajielewi. Yaani kuna saa unazokuwa unatembea mpaka unapita eneo ujielewi, mpaka unajiuliza hapa nimepita kwa saa ngapi? Mbona nilikuwa natembea na waza atapita hapa alafu nimeisha pita. Kuna saa mpaka mtu anaenda dukani, anasema naomba mchele, anapimiwa, anarudi nyumbani, alafu anajiuliza, "Hivi nilienda kununua mchele?" Nimesha nunua. Hivi nimenunua kilo 2. Unafikiri ni akili ya kawaida? Kuna vitu vimeshachomolewa ndani bila wewe kujua. Na hiyo ni kwa sababu ya kushirikiana na mashetani bila kujua. Na watu wengi wanashirikiana na mashetani bila kujua. Na hii ni hatari sana. Mashetani mengi yanavaa sura za watu. Yanavaa sura za ndugu. Wewe unafikiri mtu anayechukuliwa msukura anachukuliwaje? Au anaopotea tu wazima, mtu anapotea. Hata watu wazimu wanamuona kabisa ni kama baba yako mzazi. Anakuambia, "Mwanangu, njoo twende." Na wewe unaenda. "Baba, tunaenda wapi?" Mpaka sauti jini linaigiza. "Twende tu mahali kuna ndugu yetu hapo." Mnaenda tu. Mnaenda. Kadri mnapoenda ndivyo ufahamu wako unazidi kupotea. Baadaye unashangaa umefika kwenye pori kubwa, yule jini ametoweka, unashangaa ni kundi kubwa la watu, hujui umetokea wapi, njia huijui tena, huoni pa kuingilia, huoni pa kutokea. Ndio watu wanapoteaga namna hiyo, anabaki kuwa mali ya shetani, mali ya wachawi, mali ya waabudu mashetani.